Habari, karibu katika channel yetu ya Swahili AI Lab. Leo tunaenda kuangazia upande wa AI ambapo tutaangalia nini, tutaangalia akili bandia ni nini. Tuangalie kitu cha kwanza. Kitu cha pili tutaangalia tofauti ya akili bandia na akili ya binadamu, akili ya binadamu. Pia tutaangalia uwezo muhimu wa AI. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo leo tunaenda kuangazia. Cha kwanza tutaangalia akili bandia ni nini, tofauti kati ya akili bandia na akili ya binadamu. Pia tutaangalia uwezo muhimu wa AI. So kwa kwanza anza kuelezea nini maana ya akili bandia. Akili bandia ni tawi la sayansi ya kompyuta linalojikita kutengeneza mashine au mfumo inayoweza kufanya kazi kama wanadamu, au kwa maneno rahisi unaweza kusema akili bandia ni mashine zinazoweza kujifunza, kufikiria na kutenda kama wanadamu. Hiyo ndio maana ya akili bandia. Unaona, kitu kingine kinachofuata tutaangalia tofauti kati ya akili bandia na akili ya binadamu. So tofauti iliyopo hapa, akili bandia ni hujifunza kutoka kwenye data, lakini akili ya binadamu hujifunza kutokana na uzoefu. Yenyewe inajifunza kutokana na uzoefu. Unaona? Kitu kingine, akili bandia tunaanza kuangalia hapa. Akili bandia yenyewe hujifunza kutokana na data. Lakini akili ya binadamu hujifunza kutokana na uzoefu. Akili ya binadamu hujifunza kutokana na uzoefu. Kitu kingine pia, akili bandia ina uwezo mdogo wa kujumlisha maarifa. Lakini akili ya binadamu ina uwezo mkubwa wa kujumlisha maarifa kwa urahisi. Sasa hii ina uwezo mdogo wa kujumlisha maarifa. Hii hapa ina uwezo mkubwa wa kujumlisha maarifa kwa urahisi. Pia akili bandia yenyewe hufanya maamuzi kwa kutumia mantiki. Lakini akili ya binadamu hufanya maamuzi kutokana na hisia na mantiki. Hii hufanya maamuzi kutokana na mantiki, yani reason. Hii
kufanya maamuzi kutokana na hisia na mantiki. So hizo ndio tofauti baadhi kati ya akili bandia na akili ya binadamu. Baada ya hapo tutaangazia uwezo muhimu wa AI. Uwezo muhimu wa AI ni upi? So uwezo muhimu wa AI. So uwezo muhimu wa AI, cha kwanza, AI ina uwezo gani? Kujifunza, yaani kujifunza, yenye inafanya learning kwa lugha ya Kiingereza tunasema inafanya learning. Kwa hiyo akili bandia yenyewe inajifunza kutoka kwenye data. Kitu kingine tunasema inafanya language understanding, kuelewa lugha. Tukasema language understanding inafanya. Kitu kingine inafanya utambuzi, perception. Kitu kingine inafanya problem solving, kutatua matatizo. Ambayo ni problem solving. So huo ndio uwezo muhimu wa AI. Cha kwanza tunafanya kujifunza, learning, kuelewa lugha, language understanding, inafanya utambuzi, perception, pia na kutatua matatizo ambayo problem solving. Asanteni sana kwa kusikiliza.